warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ndivyo kwamba malezi bora hayawezi kupatikana pale ambapo hapana mama bora. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja mzee wetu Sheikh Kiongiza ya kwamba tuchague mahali pa kuziweka mbegu, kwa sababu asili inakwenda mpaka inaambukiza. Na hii ni kwa upande wa maumbile. Mtoto anapokaa tumboni mwa mama, chakula chake kinatoka mwilini mwa mama, ni damu ya mama, ndiyo chakula chake anachokula. Akiwa tumboni mwa mama yake, anakula chakula hicho kupitia kitovu chake. Mtoto anapozaliwa, anachokula chakula chake ni maziwa ya mama yake yanayotoka kifuani kwa mama yake, bado ni ile ile damu, ila tu damu ile ya kwanza ni aina nyingine alokuwa akila tumboni mwa mama yake, na damu hii ya sasa hii imechujwa ni aina nyingine, kwa mujibu wa alivyosema kwamba baina nini rafathin wa damin, inatoka kati ya kinyesi na damu. Kwa hiyo sasa maziwa pia ni kama damu kwa namna ilivyotengenezwa. Akisema inatoka kati ya kinyesi na damu, maana chakula anachokula mtu katika kuchujwa kwake, kuna mahali inatengenezwa maziwa, kingine kinakuwa damu, kingine kinakuwa kinyesi. Hicho ni cha kutoka, hakina faida mwilini, na kikibaki kina madhara. Kwa hiyo mtoto huyu chakula chake kinachojenga mwili wake toka pale akianza kuwa ni umbo liko ndani ya tumbo, anaanza kutengenezwa viungo vyake, anaanza kutengenezwa mwili wake, anatumia damu ya mama yake. Ina maana yuko katika maumbile ya mama yake. Sasa mama huyu kama atakuwa ana tabia ambazo si nzuri, basi ni karibu sana mtoto huyu kuzichukua tabia zile. Bali hata kama mama ana baadhi ya maradhi, tena hasa ya kwenye kichwa, ya akili, mtoto huyu pia ni rahisi kuyachukua maradhi yale. Kwa kiupande wa kimaumbile tu, kwanza ni vizuri kumchagua mama ambaye hata muambukiza mtoto tabia au maradhi yaliyo mabaya. Lakini sasa kitu kikubwa zaidi na kigumu zaidi katika malezi ni namna ya kumfuatilia mtoto, namna ya kumkuza mtoto. Mama anatakiwa na baba pia, lakini dauri kubwa katika marhala tutufula anayo mama. Manake mama ndio mwenye jukumu kubwa katika marhala ya utoto kuliko hata baba. Sababu utakuta kwamba baba kweli analea, lakini kwa kiasi kikubwa yeye ni kama msimamizi tu wa malezi. Lakini mama ndo anaye mtoto toka pale akiwa ameshazaliwa, anapokwenda popote anaye yeye. Mazungumzo anayoyasikia sana mtoto kati ya mazungumzo ya baba na mama ni mazungumzo ya mama. Kama mama atakuwa na tabia zisizokuwa nzuri, anatamka maneno yasiyofaa, manake mtoto huyu anayasikia maneno yale na yanajengeka katika ubongo wake. Kama itakuwa mama ana vitendo si vizuri, mama haswali, basi mtoto huyu akianza kujua kuswali na kutoswali,
yeye anaanza kuona matendo ya mama yake kwamba haswali, na kila kitu ambacho mama anafanya mtoto anakishuhudia na ni rahisi sana kukiiga. Lakini pia vile vile kumkea mtoto. Tukisema kumkea maana yake kule kumlinda na kumhifadhi. Mama kama atakuwa ni mweledi ataweza kumhifadhi vizuri mtoto. Lakini kama mama akiwa si mweledi, akiwa si mwerevu, tuseme kama mama si mwerevu, basi maana yake ni kwamba mtoto wake huyu pia atashindwa namna ya kumlea, namna ya kukaa naye, hata kumlinda na baadhi ya hatari. Tunashuhudia baadhi ya kina mama anaweza kuwa amekaa na shoga zake wanazungumza, lakini mtoto anakwenda kwenye hatari kama za moto, mtoto anakwenda barabarani anakoswa na magari na mapikipiki, hali ya kuwa mama yupo hana taarifa, anaweza akapelekewa kama mtoto wa nani huyo, ndo anashtuka. Kwa hiyo sasa hata katika upande ule wa uangalizi pia ni vizuri kumchagua mama ambaye unajua kwamba huyu yuko makini. Kwa swala la kuchagua mke na swala la malezi ni kitu ambacho kina lazimiana, yani ni vina uhusiano mkubwa sana. Mume unatakiwa kuchagua mke pamoja na yote, lakini pia uangalie mtu ambaye unadhani kwamba huyu hata kama tutapata watoto anaweza akawa mlezi mzuri.